Wana Simba tumefurahi sana. Kilichotufurahisha zaidi, safari yetu ya muda mrefu imekwenda kukamilika. Historia ya mabadiliko ya Simba yalianza 2012. Wakati huo Mheshimiwa Rage baada ya kuleta mawazo kwenda kuwachukua wataalamu chuo kikuu cha Dar es Salaam kuona namna ambavyo waanze mchakato wa kuelekea mabadiliko ya Simba Sports, akatengeneza huo mchakato, akaliacha ofisini faili, akaenda kukutana nalo Mheshimiwa Evans Aveva. Kikao cha kwanza tunakwenda kuzungumza mabadiliko, tulikifanya Police Messi, moja wa wanachama ambao walishiriki katika kikao kile nilikuwa ni mimi. Tulikuwa na ajenda 11. Tulikuwa na ajenda 11. Ajenda mabadiliko ilikuwa ni ajenda ya 9. Ndio kwa mara ya kwanza mkutano wa Simba ulichukua kwa dakika 10 kuongoza. Kila ajenda ilikuwa inazungumzwa, Simba walikuwa ndio, kwa sababu walikuwa wanaamini wanacheleweshwa kwenda ajenda ngapi? Ya 9. Hii historia ya waandishi wa habari lazima natakiwa muizungumze, mjue Simba wapi historia yao mabadiliko ilianza mpaka leo. Ilipofika kwenye ajenda ya 9, hakuna mjadala uliojadiliwa zaidi ya wanasimba kushangilia na kupiga makofi huku wakiimba mabadiliko, 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 mabadiliko. Kutokea hapo, baada ya kurekebisha kifungu namba 48 cha katiba ya Simba ambacho kilikuwa hakitoi fursa ya Simba kuongozwa katika staili ya uwekezaji kwenye klabu ya Simba, tukaenda kufanya amendment, kile kifungu kikaenda kikapita, Simba tukaingia katika huo mchakato. Yaliyotokea hapa kati sitaki kuyazungumzia, ni historia ndefu, ila kilichojiri hivi sasa ni kumpongeza Mheshimiwa Waziri Makonda kwenda kufanya hitimisho. Leo hii Simba tunazungumza, tayari tuna katiba yetu mkononi. Yako mengi yamezungumzwa na msajili wa katiba ndugu yangu Abeli, nimpongeze katika hili. Hotuba yake ilikuwa ndefu, ilikuwa nzuri na ilikuwa ya kupendeza. Lakini nichukue kipande kimoja ambacho mimi Kisugu nilikipenda zaidi kuliko ni vipande vyote. Kipi hicho Mikono? Pale aliposema mchakato wa Simba unakwenda kukamilika wa mabadiliko. Utakapokwenda kukamilika wa mabadiliko, Simba ndio atakuwa mfano wa kuigwa. Vilabu vyote vya Tanzania watatakiwa kuiangalia Simba nini imefanya mpaka imefanikiwa katika mabadiliko yake. Maana yake kwamba hakuna timu nyingine yote inaondosha kwenye mabadiliko kwenye nchi, mkae mkijua hilo. Na baada ya kukabidhiwa katiba ya Simba, tumedhihirisha kwamba Simba ni timu ya wanachama. Simba sio timu ya kisultani, timu ya mtu. Timu ya wanachama. Sio timu ya kisultani. Kwani kuna timu ya kisultani? Zipo. Amri anakuwa mtu mmoja. Kama nyumbu vile, tupite njia hii, mnapita njia hii. Lakini leo kuna mijadala mingi imeibuka. Na hii mijadala inakuja kwa makusudi. Waandishi wa habari, nitumie nafasi hii, nendeni mkawaeleze wana Simba wasiingie katika huo mtego na hizo propaganda. Leo hii vyombo vya habari wanasema swala limekuja katika uwekezaji. Katiba ya Simba iko very clear. Inazungumza swala la uwekezaji. Unapokwenda kwenye sheria, unaposema watatu, maana yake naanza kwenye moja na kwenda kwenye mbili na kwenda kwenye nini? Kwenye tatu. Kwa hiyo namna ya uwekezaji, mkutano mkuu wa Simba wao wenyewe ndio wataamua. Aidha waende na mwekezaji mmoja, waende na mwekezaji wa pili, au waende na mwekezaji watatu. Shida iko wapi katika Simba mpaka hapa kuna mijadala? Watu wakawa na ukakasi, labda mtaweza kwenda kumpoteza tajiri. Hayo ni maamuzi ambayo mkutano mkuu wa Simba utakwenda kufanyaje? Kuamua. Nani anastahili kuwa mwekezaji kwenye klabu Simba? Lakini wakati huu mchakato tunaanza, kila mmoja anajua kwenye memorandum understanding tulikubaliana na mwekezaji Mohamed Dewji. Na hayuko mtu mwenye akili timamu akabishana katika hili. Amefanikiwa kwa asilimia kubwa katika uwekezaji wake juu ya klabu yetu ya Simba. Moja katika memorandum understanding tuliyokubaliana na mwekezaji, ahakikishe kwa haraka Simba inapata uwanja wa mazoezi. Mwekezaji amekwenda kutimiliza, Simba tuna viwanja viwili vya mazoezi. Lakini kuna hoja kubwa ikaibuka kwa watu ambao hawaitakii mema Simba Sports, wanasema kwa nini moja jenga uwanja?
Moja, kutengeneza miundombinu. Tulikubaliana endapo mchakato utakapokwenda kukamilika, na ndio maana alishindwa kuendeleza katika kile alichokianza, kwa sababu mchakato ulikuwa hujafanyaje, haujakamilika. Sasa mchakato umekamilika, aenda kumalizia. Sasa mchakato umekamilika. Miundombinu ya Simba, uwekezaji, mchaka unaanza, na ndio maana kuna watu walijua mabadiliko makubwa ya Simba yanakuja, walikuwa wanafanya vigisu. Haiwezekani mabadiliko ya Simba yachukue takriban miaka 8, ilikuwa inaumiza. Na hapa mimi na mengi ya kusema, lakini si nyakati ya kusema, kwa sababu jambo limekwisha. Kumshukuru Mwenyezi Mungu na kuwapongeza waliofanikisha. Sasa niwaambie wana Simba, wakati wa mchaka umefanyaje, umefika, ili kuiona Simba bora kwenye pichi na kuiona Simba bora katika uwekezaji. Leo kikubwa kilichobaki ni kuona sasa wana Simba wanaitana kwa pamoja, tunakaa tunazungumza kuona namna ambavyo mabadiliko yetu vipi tufanye ili tuweze kufika katika ambapo kila mwana Simba anafanyaje, afika. Ile katiba ina vitu viwili au ina vitu vitatu. Moja, katiba ile imechukua maoni ya wana Simba waliotoa katika mkutano mkuu, lakini pili, wana Simba wamechukua maagizo kutoka kwenye serikali, taasisi zake. Ukienda moja, mkwamo mkubwa ulikuwa kwenye RITA. Kwenye katiba ya kwanza ile ya mabadiliko, kuna kipengele, kulikuwa na utambuzi kwenda kuitambua kampuni inaitwa Simba Holding Company Limited. Simba Holding ndio ilikuwa imehozi na kwenda kumiliki mali za nini, za Simba. RITA wanasema no. RITA wanasema haiwezekani. Mali za Simba zinatakiwa zimilikiwe na baraza la Simba, bodi ya wazee ya Simba. Hiyo tumekwenda kufanyia amendment. Alafu kuna kitu lazima tuseme. Kuna watu wanaamini kwamba katiba ya Simba ni mpya. Katiba ya Simba si ya mpya, isipokuwa katiba ya Simba imekwenda kufanyiwa amendment. Ziko sehemu tunakwenda kufanikiwa kwenye hili mikono. Lakini moja ya sababu ya kufanikiwa, lazima turudi kwenye slogan yetu ya Simba nguvu moja. Unajua mimi leo nilivyoamka alfajiri baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kuniamsha salama, kuna wazo likanijia. Wazo lipi hilo mikono? Nikasema huyu Mo bado katiba ilikuwa haimtambui 100% kama mwekezaji, kwa sababu ilikuwa haijafanyaje, haijakamilika. Akaipeleka Simba ya watano. Leo katiba imebadilika. Mo yupo. Simba tumekuwa watano kwa ubora katika bara la Afrika. Simba tunakwenda kwa wangapi? Basi haraka jibu likanambia Simba anakwenda kuwa bingwa, klabu bingwa barani Afrika. Simba anaenda kuwa bingwa barani Afrika. Na hii mikono inaenda kusaidia moja kwa moja kwenye idara mbalimbali ya Simba Sport Club. Yes. Yako mabadiliko makubwa ambayo Simba anakwenda kutokea. Ziko sehemu nyingi Simba zinakwenda kuwa na mabadiliko. Nikisema niziadisia hapa, waandishi wa habari, nitachukua muda wenu mkubwa sana. Lakini leo hii katiba inatambua lazima ndani ya Simba awepo mkurugenzi wa wanachama wa klabu ya Simba. Huyu atamonita na atakontrol wana Simba wote waliokuwa duniani. Ili kwa mwanachama lazima utambuzi utaanzia kwa nani? Kwa mkurugenzi. Acha hayo. Lakini kuna mtu ambaye kitaalamu, sijui wataalamu watanisaidia namna ninavyosoma. Yeye atakuwa na remote, kazi yake ni kushauri katika masuala ya soka. Kwa hiyo mimi naamini mabadiliko yatakuwa makubwa sana. Kikubwa tusimame kwenye dua na sala, lakini wana Simba tusimame kwenye umoja ili kuna namna ambavyo Simba inakwenda kufanya vizuri. Brother Kisugu, nina moja la kuongezea hapo. Umezungumza kwenye kile kipengele ambacho umesema kwamba Simba ndo klabu ambayo inaenda kuwa na mwanzo mzuri wa mafanikio katika katiba yao. Tukizungumzia uongozi, baadhi ya uongozi na baadhi ya mashabiki wa Dar es Salaam Young Africans wakihisi kwamba wao wapo kwenye miongoni mwa katiba ambazo nyinyi mnaenda kuiboresha, wao
wapo ndani ya hiyo katiba na wanayo na wako kwenye mfumo sahihi. Umezungumza klabu ambayo inaenda kufanikiwa na itakuwa ya kwanza ni Simba Sports Club. Hii imekaaje kitaalamu? Nimenukuu kutokana kwa Aberi, msajili wa vyama. Hapa tuelewane vizuri. Sasa mimi naamini kama Yanga wana akili timamu kama sisi, sasa wakahoji wakamhoji Aberi, kwa sababu wanachama wa Yanga wanadanganywa juu ya mabadiliko ya klabu yao. Yanga haijaanza hata sarusi moja juu ya mabadiliko, zaidi ya Yanga kupata hasara juu ya mabadiliko. Waita La Liga hapa. Unajua swali lako linanikumbusha wanyama fulani wanaitwa manyumbu. Sisemi kama watani manyumbu. Kiongozi wa manyumbu akipita kwenye moto, manyumbu wanaofuata lazima apite kwenye nini? Kwenye moto. Lakini swali lako jibu ni hili. Mimi nimenukuu aliyesema msajili kwamba Simba mkifanikiwa katika hili, ninyi ndio mtakuwa na klabu ya mfano nchi hii kwenye mabadiliko, na vilabu vyote vinavyotaka vipite njia yenu. Yanga iko nchi gani? Iko Tanzania. Sasa waandishi swali hili na kutumeni mimi sasa, la kupeni homework. Mtafuteni Abeli, nendeni mkamuulize klabu gani nyingine imefanya mchakato wa mabadiliko. Chemikoi hapo kuna upande wa wawekezaji jana, mara baada ya katiba mpya ya Simba Sport Club kutoka na kufanya marekebisho kurudishwa kwenye upande wa Simba Sport Club, miongoni mwa wachambuzi wengi sana walikuwa na doubt hii inaenda kuleta kama mkanganyiko hivi kwenye upande wa wawekezaji. Ni ngumu sana kuwazungumzia wachambuzi. Na hapa unanikumbusha naibu waziri sanaa, tamaduni na michezo. Kama kumbukumbu itakaa sawa, mwaka jana akiwa kati ya mwaka jana mwaka juzi akiwa kwenye bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alisema kuna haja ya serikali ikajenga vyuo vya wachambuzi kwenye nchi. Uchambuzi ni taaluma. Katiba ya Simba iko wazi, mkanganyiko utoke wapi? Sasa ugopeni sana wachambuzi ambao wanaotumwa kwenye propaganda ili kuhakikisha Simba mipango yao haendi kufanyaje? Kufanikiwa. Yuko mchambuzi nchini, nyinyi ndio mlomhoji waandishi wa habari, alisema ameingia kwenye moyo wa Mpanzo, anajua Mpanzo anaipenda Yanga kuliko timu nyingine yote. Sio nyinyi waandishi wa habari mlioji. Hawa ndio wachambuzi wetu. Sasa yeye kama anaingia kwenye moyo wa mtu, kwenda kuuzungumzia moyo wa mtu na kujua mapenzi yake, huyu ni mchambuzi? Alafu unakuja kuniuliza mimi swali Kisugu, eti wachambuzi nimewasikia. Wao kuwasikia wachambuzi, umewasikia wasimulizi wa kwenye redio waliokaa wanaamua kusimulia. Chemikoi, kwa hiyo wale ni wasimulizi. Yes, sio wachambuzi. Wachambuzi ni wataaluma. Nendeni mkaambia umesoma chuo gani ili mradi wao watambulike kwa wachambuzi. Lakini katiba ya Simba iko very clear. Sisi kama mashabiki wanachama wa Simba na imani kwamba tutaitwa, tutakaa pamoja, utaratibu wetu utaujua namna ambavyo tunakwenda kuwapata nini wawekezaji.